tunalilia sana. Mimi nataka kazi bro, nani. Ile mipaka yako wewe unakuwa au izingatii sana. Hauifahamu pengine hauifahamu. Au unaifahamu unaleta dharau. Unaifahamu unaleta dharau. Kuna mtu anakupa kazi anaweza yeye kuifanya hiyo kazi. Ndio. Yeye ana uwezo wa kuifanya. Lakini anakupa kwa sababu ya ile huruma. Kwamba bana ngoja na mwenzangu naye afanyaje? Apate riski maisha yafanye yasome. Sasa mipaka huwa inasaulikaje? Jamal na Asa. Mipaka inasaulika baada ya mtu kujisahau. Yaani unapojisahau pale ndio mipaka yenyewe inasaulika hapa. Na mipaka inaanza kusaulika kwenye mazoea. Hakuna ugonjwa mbaya kama mazoea. Ndio. Yaani ukishazoea sehemu yote ambayo wewe unapatia riziki, ukishaona kwamba pale ni fresh. Ushaizoea hiyo. Fresh. Duka nitafungua saa 3 so hicho. Genge tu. Leo sawa lazima waje. Saa 5 ndio unafungua. Chuma ndio kinaingia. Kwa sababu unajua kwamba aliyekupa hiyo nafasi, unajua kwamba hana muda. Yeye anakuja kufanya nini? Hesabu, si ndio? Yeah. Sasa na mipaka mingine iko, unajua ninapozungumzia kwenye haya maelekezo Jamal, mipaka iko kwenye aina mbili. Mipaka iko kwa bosi na mipaka iko kwa anayefanya kazi. Wote kuna pande zote mbili zinatakiwa kuzingatia mipaka. Kuna baadhi ya watu wanaweza akachukulia advantage kwa sababu wewe umeniajiri, basi unanipeleka unapotaka wewe.